Mambo vipi mwana michezo, karibu ndani ya Mbwaduke Star tupene taarifa mbalimbali za kimichezo. Mimi hapa ni binti Po Imelda Po, tenda kuungana na Ramadhani Mbwaduke kuhusiana na mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, mchezo wa duru ya pili, duru ya lala salala kati ya wekundu wa Msimbazi pamoja na Young Africans. Young Africans ndio wenyeji wa mchezo huu. Mchezo utachezwa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Nitaenda kuungana naye, tutaenda kumzungumzia mchezaji Pacome Zouzoua, miongoni mwa wachezaji wa Young Africans ambao wamezalisha magoli mengi mpaka hivi sasa. Tutaenda kuzungumzia ubora wake na kuelekea katika mchezo huo. Lakini ni kujuze kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na shule ya msingi na shule ya awali ya Sheikh Isa Islamic Seminary ambao wanapatikana jijini Dar es Salaam, Magomeni Mapipa, makutano ya barabara ya Kawawa pamoja na barabara ya Morogoro. Ukifika pale unaweza kuiona shule ya Sheikh Isa Islamic, ni mchepuo wa Kiingereza, ada zao ni nafuu na unaweza ukalipa kwa awamu. Ukifika pale ama wapigie nambari za simu ambazo unaziona, ni nambari za simu ambazo unaweza ukapata maelezo mazuri kuhusiana na shule ya Sheikh Isa Islamic Seminary. Lakini mimi ni kuahidi malezi bora na ni uhakika ukifika pale Sheikh Isa Islamic Seminary. Lakini ni kujuze kwamba tunapewa nguvu kubwa na wahenga wa aluminium. Hawa ni wataalamu wa madirisha, milango ya aluminium pamoja na PVC. Nambari za simu ambazo unaziona hapo ni nambari za simu ambazo unaweza kuwapigia simu. Lakini pia wanafanya finishing katika jengo lako kama unahitaji kufanywa finishing, na wanafanya finishing ya ubora. Hawa ndio wakali wa hizo kazi, wahenga aluminium. Naenda kuungana na Ramadhani Mbwaduke kuhusiana na mchezaji Pacome Zouzoua. Ramadhani, mambo vipi? Mwenyezi Mungu ajalie kheri, sijui wewe. Namshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea na tupo katika mwezi wa sala. Kwaresma? Na mfungo wa Ramadhani. Mimi ni Ramadhani. Mimi ni Kwaresma. Hakika. Ramadhani Mbwaduke, tumgusie mchezaji Pacome Zouzoua kuelekea katika dabi ya Kariakoo. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya makubwa, na wote ndio kutueleza mpaka hivi sasa na uhatari wake kuelekea katika mchezo huu. Kwanza ni miongoni mwa wachezaji muhimu sana ndani ya kikosi cha Yanga. Huwa anapatikana mara nyingi. Timu wa kuumia mara kwa mara. Ushahidi juu ya hilo ni kwamba Yanga sio amecheza mechi 22. Yeye amecheza mechi 20. Kwa lugha nyingine amekosa mechi 2 tu. Lakini amecheza kwa dakika 1117. Kwa hiyo unaweza kuona dakika nyingi kiasi gani, kwa sababu timu kama Yanga yenye wachezaji nyota wengi, kupata muda wa kucheza namna hii sio kazi rahisi. Ni mpaka uwe na kitu cha ziada kumthibitishia mwalimu juu ya utekelezaji wa mipango ya Yanga katika mechi. Mwalimu Miludi ashawishike akupange kama ilivyokuwa kwa walimu waliopita kina Ramovic, kina Miguel Gamondi na kadhalika. Yeye Pacome Zouzoua cheza yake kwa kawaida kwenye makaratasi mpangilio, yeye ni miongoni mwa viungo wa ushambuliaji. Unajua Yanga walimu wote, alitoka Miguel Gamondi, ametoka Ramovic na huyu sasa Miludi Hamdi. Mpangilio wao baada ya golikipa huwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 wa ushambuliaji, alafu mshambuliaji kinara mmoja. Wale viungo 3 wa ushambuliaji ndipo anapopatikana yeye Pacome Zouzoua. Mara nyingi anaonekana akitokea kulia ama kushoto. Cheza yake anacheza kushoto, anacheza kulia, anacheza kati, bila kujali amepangwa wapi. Hunyumbulika kwa sababu Yanga wanapokwenda kushambulia mara nyingi wanafanya kile kitu kinaitwa rotational movement. Mizunguko ile, wanazunguka katika nafasi. Yaani sio mtu mmoja amesimama sehemu moja hiyo dakika 90, hapana, wanapishana nafasi. Unaweza kutoka kushoto enda kulia, kulia kushoto. Katikati pale anakupa Stefan Aziz Ki. Sasa yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao mchango wao mpaka kufikia sasa kwa katika mechi 22 ambazo timu yake amecheza ni wa kiwango cha juu. Ndio maana aache kutajwa kuhusishwa na wale watakaonogesha dabi hii Yanga dhidi ya Simba, kwa sababu amekuwa kwenye kiwango bora sana. Cheza yake ana kasi, ana uwezo mkubwa sana wa kupiga chenga, wachezaji wawili watatu ashindi kuwapita. Ana shooting accuracy nzuri kwenye kulenga shabaha. Lakini ni mfungaji, lakini vile vile timu inapokuwa inapatekeleza jukumu sasa la kiulinzi. Unajua uwanjani kuna majukumu mawili. Kuna majukumu pale mna mpira, tunasema mnakuwa offensive, mnashambulia. Lakini kuna majukumu kwamba mkishapoteza mpira sasa hiyo mnabadilika, mnaenda kuwa mnazuia. Popote alipo mchezaji katika soka la kisasa anatekeleza jukumu la kuzuia endapo timu yake inapoteza mpira. Kama mshambuliaji anaanza kule kufanya shinikizo, tunasema high pressing. Akiwa kati atafanya hivyo, akiwa nyuma anafanya hivyo. Sasa Pacome ni miongoni mwa wachezaji ambao wazuri sana katika kutekeleza majukumu yote. Yaani mpira unapopotea yeye ni mpambanaji, sio abiria. Unajua hapo viungo wa ushambuliaji wenye vipaji kama yeye, timu inapopoteza mpira upate huduma yao kwa usahihi, wanakuwa abiria.
wanapokuwa na mpira ndo wanakuwa wazuri. Pacome mzuri katika hali zote. Sasa mpaka sasa tunapozungumzia Yanga wanaongoza ligi, wana pointi 58, mabao 58, wako kileleni, wameruhusu mabao 9. Pacome Zouzoua yeye ni miongoni mwa waliochangia mabao haya kwa 22.4%, kwa sababu mechi hizi alizocheza 20 dakika hizi 1117 Pacome amepiga mashuti 24. 16 amelenga lango, ambayo kati ya hayo 16 ambayo ni 67% ya kulenga shabaha, tunasema shooting accuracy, amefunga mabao 7. Lakini ametoa pasi saidizi za mabao 6. Amechangia mabao 13 kati ya mabao 58 waliofunga Yanga. Ndio maana nasema mchango wake wa mabao, goal involvement, kwa maana aliyofunga na kutoa assist ni 22.4% Pacome Zouzoua. Lakini faida nyingine ni kwamba yeye anapokuwa hapo uwanjani, Simba wanaoenda kucheza nayo kwenye ujenzi wa mashambulizi yake huwatumia sana mabeki wake wa pembeni. Upande wa kulia anaweza kawepo labda Shomari Kapombe kwa mfano tu, kushoto akawa Mohamed Hussein Shabalala kwa mfano tu. Sasa ili wasilete madhara kwenye timu yenu, lazima muwe na mchezaji anayecheza pembeni, winga ambaye atamshughulisha Kapombe, atamshughulisha Shabalala, wasio wanapata wasaa wa kupanda na kwenda kujenga mashambulizi ya Simba. Kitendo hicho maana yake utakuwa tayari umetekeleza jukumu la kiulinzi la kisayansi. Yaani umezuia kisayansi, kwa sababu kuwepo kwa Pacome akiwa kwenye kiwango bora, whoever yeyote atakayecheza naye hata kuwa huru kupanda panda, kwa sababu anajua balala Pacome. Hapa namaanisha akiwa upande wa Shabalala, akiwa upande wa Kapombe, akiwa upande wa Kijiri, akiwa upande wa David Kameta Duchu, akiwa upande wa Valentino Uma. Maana yake kuwepo kwake tu tayari kutakuwa kumepunguza kasi ya Simba kwenda mbele, kwa sababu walinzi walotoka kwa taji wa pembeni huwa wanapanda, alafu kupanda kwao wanafanya makubwa zaidi. Kama Kapombe wanaingia ndani, tunasema underlapping. Matokeo yake mtu kama Kapombe, nataje tu mfano, mpaka sasa kashafunga goli 3, kapiga mashuti 8, 5 amelenga lango, kafunga goli 3, katoa assist 3, kasababisha penalty 4 kwa wapinzani. Maana yake kachangia mabao 10 kwa haraka. Yaani 6 kutokana na assist na kufunga, alafu 4 penalty ambazo zote zimekuwa kambani. Unajua Simba mpata penalty 9 mpaka sasa, nao wamefunga 10. Sasa katika penalty hizo yeye ni miongoni mwa walozitengeneza, ili asilete hayo madhara kwenye upande wa beki wa kushoto. Maana Kapombe ni beki wa kulia, hasa asiwe anashambulia kwa beki wa kushoto wa Yanga kwa Shadrack Sakaboka, asiwe anashambulia kwa kuingia ndani kwenda kuwasumbua akina Ibra Baka, akina Bakari Nundo Mwamnyeto au Dickson Jobu. Maana yake ni lazima awe na mtu ambaye atamfanya asifanye safari hizo za kwenda juu. Mtu huyo Pacome Zouzoua anaweza kufanya vizuri, lakini Pacome ana ziada. Wanapokutana na timu ambayo inakabia chini, wanakuwa wengi nyuma, yeye ana uwezo wa kuchukua wachezaji wawili watatu, ana uwezo mkubwa sana kupiga chenga. Kwa hiyo ni kete nyingine kwa Yanga, kwa Pacome Zouzoua nambari 26 mgongoni, pindi anapokuwa fit akapata nafasi ya kucheza. Kwa kuzingatia hayo, unaona Yanga ni tegemeo kwa sababu hawapatie mabao au kutengeneza, lakini kwa wapenda mpira wa miguu ni burudani kwa sababu anaburudisha. Anapokuwa na mpira yeye sio wale wachezaji wagumu mechanical wale, hapana. Yeye analainisha mambo, piga chenga, kagonga kisigino, katoa pasi, kasokea kwa mbele, free kicks anazipiga, lakini ataleta utamu zaidi kwenye mechi kwa sababu atafanya Simba wafikirie mara mbili wasiletewe madhara na yeye. Kwa sababu hiyo hiki kitendo cha Simba kutafuta suluhu ya kumkabili Pacome, huku Pacome akiwa anatafuta mbinu za kuweza kuidhuru Simba ipe manufaa Yanga yake, ndio burudani yenyewe ilipo, na ndio dabi ni miongoni mwa dabi 5 bora barani Afrika itakuwa imetendewa haki. Pacome Zouzoua mchezaji muhimu sana katika mechi. Bila shaka tutaenda kushuhudia udambu. Hakika kama akiwa fiti na akipata nafasi ya kucheza, kwa sababu inategemea na mpango kazi ya mwalimu Miludi. Shukrani sana. Shukrani jazila. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats, huyo ni Ramadhani Mbwaduke juu ya mchezaji Pacome Zouzoua na kile ambacho amekionyesha mpaka hivi sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wakiwa na mpira wanafurahia kile ambacho unakiona kutoka kwenye miguu yake iliyobarikiwa. Lakini tukujuze kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa sana na Wahenga Aluminium, bila kusahau shule ya Sheikh Isa Islamic Seminary, ni shule ya awali pamoja na shule ya msingi ambao wanatoa elimu kwa mchepuo wa Kiingereza